Habari ndugu zangu wa Tanzania. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo kwa Kristo. Kwa majina naitwa Joseph Yona Wachalinze, mwanaharakati. Nimekuja mbele yenu kwanza kabisa kuwasalimieni na kuwapa pole ndugu zetu ambao wako hospitalini huko. Lakini nikasema nije nichangie baadhi ya mambo kwa ajili ya nchi yetu. Leo nitakuwa na mada tofauti, lakini kubwa nataka nizungumzie, maana watu wengi wanazungumza huko mtaani kwamba kwa nini hizi shida zote ni kwa ajili ya chama cha upinzani hasa Chadema. Leo niwaambieni, na kila Mtanzania akae akiona, aangalie mikutano ya hadhara ya Chama cha Mapinduzi ambayo inaendeshwa na Katibu Mkuu Emmanuel Nchimbi Dr. inaendeshwa na Amos Makala au inaendeshwa na yeyote. Ni mikutano ambayo wanaenda kuzungumzia maendeleo ya wananchi, na ni mikutano ambayo haipo kwa ajili ya kutukana mtu yoyote. Lakini hebu jaribuni kuangalia upande wa pili, ni mikutano ya kutengeneza taharuki. Moja, wanaweza wakaambiwa msiende sehemu fulani kwa sababu ya kibiashara, lakini wao kwa makusudi kabisa wakaenda pale ili kutafuta taharuki, ili wakamatwe, ili waongeze umaarufu kwenye media na mataifa ya nje. Lakini Chama cha Mapinduzi kwa sababu ni dola chenye kimekuwa kikifanya mikutano, kikiomba sehemu za kufanyia mikutano ambazo ni sehemu halali kabisa. Kwa leo unapoona vyama hivi vya vurugu, kwanza mtu anaenda kwenye mkutano wa hadhara, kuanzia mwanzo mwisho ni matusi. Tumemshuhudia Godbless Lema ambaye yeye ni raia wa Canada. Godbless Lema watoto wake 3 na mke wake wako Canada. Kwa hiyo tumeshuhudia kwenye mikutano yake ya hadhara mingi, moja akitukana timu zetu za Simba na Yanga, akisema anatamani Mungu azifute. Amekuwa akitukana maaskofu. Juzi tumemshuhudia anasema amemwambia Mungu, ameongea na Mwenyezi Mungu, sijui Askofu Malasusa aweje amen. Mimi ninachoamini Askofu Malasusa ni among the best askofu katika nchi hii. Nchi ya Tanzania ina maaskofu, na moja ya askofu wazuri kabisa ambao muda wote wanaliwaza taifa hili, wanaliombea taifa hili, wanalipenda taifa hili, hawataki kutengeneza taharuki, ni Askofu Malasusa, askofu mkuu wa kanisa la KKT. Kwa hiyo leo napomshuhudia Lema anazungu, na Watanzania wote wanamuona, Watanzania wanajua Askofu Malasusa alivyo, anavyolipenda taifa lao, anavyopenda amani na utulivu wa nchi yetu. Kwa hiyo anapomshuhudia Lema anatukana Askofu Malasusa, anasema tumemweka sijui ni mzigo. Mimi nashukuru kwa sababu wanaendelea kupunguza kula zao. Kwa sababu walikuwa na kula lakini wakaanza kuzipunguza taratibu. Moja, wakatukana askari polisi. 2, wametukana walimu. 3, wametukana kila kiongozi wa nchi. Leo wameenda kutukana maaskofu. Wametukana timu ambazo zina washabiki wakubwa katika taifa hili, Simba na Yanga. Jana Watanzania mmeshuhudia, mimi ni mshabiki wa Yanga na declare interest. Lakini ukweli kwamba jana nimeshuhudia, mimi nikiwa nashuhudia ule mpira wakati Simba anatinga finali ya shirikisho barani Afrika, watu walikuwa na furaha, watu walimwagiana maji, watu walienjoy, watu walifurahi, watu walichangia uchumi kwenye nchi yetu kwa sababu tu Simba ameingia hapo. Pamoja na Simba kuingia hapo, wao watu wa Simba waliendelea kuwatania watu wa Yanga. Tulikuwa tunataniana pale bila kupigana, na ndio maana naomba viongozi wa TFF na bodi ya ligi wajue, au wale wachambuzi ambao mimi naita wachambuzi uchwara, wajue kwamba timu za Simba na Yanga ni timu ambazo zinatakiwa ziendelee kutaniana, na utani wao ndio umewafikisha wao hapo, na utani wao ndio umelifikisha taifa hapa. Kwa hiyo tumeshuhudia jana timu ya Simba imetinga finali, lakini Godbless Lema tumemshuhudia anasema anatamani Mungu azifute na anatamani hizi timu zisiwepo. Yaani yeye anataka sisi wa Tanzania tuachane na furaha, tuingie kwenye mambo yao ya kutafuta uongozi, kwa sababu wao wanatafuta uongozi tu, hawana jipya lolote. Sasa sisi tuachane na furaha yetu, twende tukahangaike na wao wanaotafuta uongozi. Haiwezekani hata kidogo. Kwa hiyo ndio maana nasema hao wenzetu kwenye mikutano yao wamekuwa wakitukana sana. Wamekuwa wakisema wanatamani vita. Leo wanamtetea Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wao. Lakini kila Mtanzania ameshuhudia anasema anataka kukinukisha nchi. Anataka tumwage damu wa Tanzania.
Anataka kuhakikisha Watanzania tunapigana. Yaani sisi na kama ni ketu hiki Mwenyezi Mungu alichotusaidia, tunafanya kazi kwa bidii, tunajituma, lakini mtu mmoja kwa sababu ya madaraka ambaye alishindwa kuongoza TLS na akashindwa kuongoza sehemu yote aliyokabidhiwa madaraka, leo anakuja anautaka urais. Na kwa siku zote nawaambia Watanzania, angalieni Kenya. Wakenya walidanganywa wakaambia tutafanya mabadiliko kama hawa kina Lissu hawa. Wakamleta Mwai Kibaki na Naki, walishindwa. Akaja Uhuru Kenyatta, mambo yale amekuja Ruto, mambo yale. Ndio maana huwa nawaambia viongozi wa serikali, haya mambo waendelee kuyahendo kama hivyo yalivyo. Wasiwadekeza ya watu. Kwa sababu kudekeza ya watu ndio kunasababisha wanavimba kichwa. Na ndio maana huwa anasema wakati mwingine mkiwakamata hawa waahidi wakiwaletea utoto, mnawaambia msiende kwenye mkutano. Jeshi la polisi kazi yenu ni kulinda amani, na ni kila taasisi na taratibu yake. Amani na utulivu wa nchi uko mikononi mwenu. Sasa mtu mnamwambia asiende, anaenda. Asije mahakamani, anakuja na kuletea siasa. Chapeni wakati mwingine hao watu, mwatandike. Leo tumeshuhudia rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na miradi mingine, lakini leo amezindua makao makuu ya benki ya ushirika pale Dodoma. Tumesikia mambo mazuri rais wetu akituambia kuhusu wakulima wetu. Kwa hiyo manake Tanzania tunaenda kuwa nani benki ya chakula barani Afrika. Manake watu wengi watakuwa wanachukua chakula kutoka kwetu. Kwa hiyo kuna mambo mazuri yanakuja, pembejeo za kilimo zinakuja, na makao makuu yameshazinduliwa leo. Hayo ndio mambo sisi tunayataka. Na hizo ndio reform tunazotaka sisi Watanzania. Watanzania wanataka reform za maendeleo, sio reform za wanasiasa. Nyie mnataka wanasema no reform no election. Kwa hiyo ninyi mnataka kutuambia kwamba reform zifanyike tu kwa ajili yenu. Yaani tufanye reform kwa ajili ya Chadema. Yaani sisi viongozi wa serikali wakae watengeneze mikakati ya kuhakikisha Chadema wanaingia madarakani. Hivi nyie mna akili au matopo? Yaani CCM waende kuandika reforms kwa ajili yenu. Kila kitu wao ni kibaya. Rais Dr. Samia ameingia madarakani kama rais wa awamu ya 6. Amekuta jamaa wako nje. Wamekimbia taifa lao. Mama akaenda mpaka Ubelgiji akasema kwani kuna shida gani? Rudini nchini kwenu tukaijenge taifa. Na walipofika hapa nchini Plus Mbowe Freeman Aikaeli mwenyekiti mstaafu na huyo wa sasa hivi ambaye ni muhaini na John Heche na wengine walimsifia rais yale anayofanya. Mwishoni wakakaa wakasemaje, sisi tunataka madaraka. Sasa tuamue kukichafua nchi. Yaani kwa vile Mama Samia ni mwanamke, tumvuruge. Wakaanza kumvuruga mara Uzanzibari, mara wanawake wake, mara watoto wake ili wamchukize tu akasirike. Lakini mama wa watu amekuwa stable, amesimama. Bahati nzuri mimi niliwaambia Watanzania, hao Chadema wanachotaka kukifanya nilikisema, na bahati nzuri rais alikishuhudia. Tulisema watekaji ni wao na ushahidi upo. Wengine tuna ushahidi, tumekaa nao nyumbani. Wengine wana ushahidi, wakina Dr. Slaa, na wengine wana ushahidi wengi tu. Kwa hiyo ndio maana nasema hawa jamaa wameanza mikakati mingi, baadaye wakamuua mzee Ali Kibao. Afu watu wenyewe ni hao ambao ni wakimbizi. Kwa sababu mimi Lissu namuita mkimbizi. Watoto wake ni raia wa Washington Marekani. Watoto wa Lissu. Kila siku naongea hapa. Lissu ni raia wa Ubelgiji huko na mke wake. Kwa hiyo hao wakimbizi hawa ambao ni God Bless Lema na Tundu Antiphas Lissu wanafikiri kwamba sisi Watanzania wote ni mabogas kama wao. Haiwezekani. Sisi tunaishi kwa upendo sana nchi. Tunaishi kwa amani na utulivu. Rais Dr. Samia anafanya maendeleo makubwa. Wao kazi yao kusema hamna maendeleo. Mnataka maendeleo Tanzania against nchi gani? Si mseme sasa, kwani Watanzania wasafiri? Watanzania wanaenda Malawi, Watanzania wanaenda Msumbiji, Watanzania wanaenda Zambia, Watanzania wanaenda Zimbabwe, Watanzania wanaenda Uganda, Burundi, Rwanda, Kongo, Somalia. Watanzania wanasafiri hadi nchi ya nchi. Wanashuhudia. Mimi kuna rafiki yangu mmoja juzi amesafiri kwenda South Africa. Amerudi Jumapili iliyopita. Ananiambia acha Tanzania tuishi hivi tunavyoishi. Hii ndio nchi salama. Amefika huko, anafikiri kuna maendeleo, lakini kule wenzetu kule ni mifumo tu, hakuna kitu. Na ndio maana unakuta nchi kama Ethiopia ina uchumi wa mandege mkubwa, lakini watu wake ni maskini wa kutupwa. Tanzania viongozi wetu waasisi, rais wa awamu ya kwanza Mzee Karume,
na Mwalimu Nyerere, na rais wa awamu ya pili Mzee Mwinyi, Mkapa, Kikwete, Magufuli, Dr. Hayati na Dr. Samia, kuanzia nyuma wametengeneza mifumo mizuri ya kiuchumi. Na ndio maana leo hata kama Mtanzania hana kipato lakini anaishi vizuri. Vijana wetu wanaendesha bodaboda, wametukanwa na Lema. Wanakula vizuri. Wanaendesha bodaboda, wanajenga. Mimi na vijana wengi tu ambao ni bodaboda wamejenga, wamenunua viwanja kwa bodaboda, wameingia mkataba wa bodaboda. Mwingine, kuna kijana mmoja ambaye ameendesha bodaboda yake, ambaye ametoka kwenye mikataba, sasa hivi ana zaidi ya bodaboda 4. Anaingia mkataba, anaendesha, anapata ni ya kwake, na yeye anaingiza mtu anaendesha barabarani. Huyo kijana ana kipato kikubwa kuliko hata mfanyakazi. Sasa leo kijana kama huyu, serikali imemtengenezea mazingira mazuri ya kupata kipato, hapo anatokea mtu mmoja anasema Tanzania maskini. Maskini against what? Na ndio maana anasema watu wa hivi lazima tuwe makini, tuangalie. Wao wanatafuta siasa na hakuna Mtanzania yoyote. Na ndio maana mmeona yule muhaini yuko gerezani huko, hamna Mtanzania anatikisika. Kwa hiyo lazima sasa hivi akili waingie. Kama no reform no election, na sisi tunasema election hatuwataki. Kwanza mmekosa kusaini maadili. Sasa hivi tunaenda kwenye uchaguzi, na ninawaambieni tunatamba na Dr. Samia mwezi Oktoba tunaweka kwa ajili ya vijana wetu wa bodaboda, kwa ajili ya mamantilie, kwa ajili ya wakulima. Leo umeona benki yao makao makuu yamezinduliwa na wamekaa pale washirika wengi. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, ninayasema haya kwa sababu ya kuhakikisha tunailinda na kuiangalia nchi yetu, kuachana na watu ambao wamekaa mataifa mengine wametumwa kuja kutuvuruga. Asanteni sana kwa kunisikiliza.